Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutokea hapa Jamvi Online TV. Na sisi Wizara ya Maji ndio tumeleta hii problem. As a leader, usikatae kama umefanya makosa. Sisi Wizara ya Maji, mimi nimeshiriki, Katibu Mkuu ameshiriki, Mheshimiwa Wesu ameshiriki, Mama Kimikimba, kila mmoja ameshiriki. Tumepeleka nchi hapa tulipo. Hamkutegemea niseme hivyo, lakini this is a fact. Mkandarasi mmoja Wizara ya Maji anapewa miradi 10-15. Huu ni mfano. Mfano, mkandarasi STC ana miradi 14. Unategemea ataperform vipi wewe? Kama ingalikuwa ile ni kampuni kubwa, then ingaliperform. Kwa vile mimi nimeshiriki, Mheshimiwa Naibu Waziri umeshiriki, usiniangalie, huwezi kukwepa responsibility. Mimi nimeshiriki, ukiangalia miradi hiyo kuanzia 2018 Disemba, 12 Disemba nilikuwepo wizarani. Na mimi nimeshiriki kutoa miradi. Mheshimiwa Naibu Waziri umeshiriki yote. Ulikuweko yote. Mama Kimikimba amekuja juzi tu, lakini na umeshiriki. This is a problem. Huwezi kumpa mkandarasi mmoja miradi yote. Na jambo baya mazuri ambalo nilishaikulisema, nimeshaandika dokezo kwamba mtu tusimpe zaidi ya miradi 3 somewhere. Lakini unaona pa STC Disemba mwaka 2018 amepewa miradi 4. It's not fair. Hamwafanyii wa Tanzania haki. Nyinyi mnategemea atafanya wonders, hawezi. Hiyo ni kosa tunalifanya sisi watu wa maji. Hii nimetoa moja tu, kuna ya PET, kuna ya sijui Mbesa, sijui Mbeso, kuna ya yuko mmoja wa wapi sijui wapi wa Monma Tabora amepewa. Unataka kunaambia STC ndio yeye ni mkandarasi mwenye uwezo Tanzania nzima? Sio kweli. Here there is something wrong. Pengine hii ni kampuni yenu ama kampuni yetu, ama tunapata commission for this. Lazima tukubali. Siwezi kuamini mimi kwamba STC ana uwezo wa kushinda tenda zote. Sio kweli. Na ikifika stage hii, before ya kumpa tenda, mnafanya due diligence. Munamuuliza una miradi mingapi, then unameliminate tu hata kama ameshinda. Unaambia una mradi wapi huja perform, unameliminate tu technically. Lakini nobody cares to do that. Hakuna watu wenye gasi za kufanya hizo. Kama viongozi ni aibu. Viongozi natakuwa tuwe na gati ya kusimamia. Sina nia mbaya, lakini this is a fact ndio zinasema. Na kama ningalimuonesha mhandisi mkandarasi mwingine mungaliona, na mwingine mungaliona, na mungaliona. Wizara ya Maji tuna problem. Lazima tu change mindset. Tuweze kuwasaidia Watanzania. Tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais. Tuna tatizo. Changamoto za maji, miradi ya maji, nyote mnazijua. Changamoto ziko kwenye, kwanza bei iko juu na udanganyifu wa makandarasi ni mkubwa. Siwalaumu makandarasi, na laumu tena sisi Wizara ya Maji. Nasema sina nia mbaya kwa sema, lakini tunalaumu sisi. Hapa nimeleta example 2. Ya kwanza ni example ya Nkasi na Manyere. Mkandarasi huyo alipewa kazi, akakoti pump hizo mbili. Pump mbili for 610 million. Mimi nikapitia, nikasema hii kitu haiwezekani. Baada ya kwenda negotiation, nafikiri tukenda mpaka 2,250,000 kama figa sikukosea. Namshukuru sana Engineer Tamimu sana. Na pengine hiyo ndio ilionipa sababu ya kumpa MD Morogoro. Mimi nawaeleza ukweli. Alisimamia tukafika hapa. Kama angalikuwa mtu wa kuyumba angaligawa milioni 50 akaachana nayo biashara.
lakini na mimi nilishafanya analysis, hizo bei nilikuwa nazijua. Hiyo ni mfano mmoja tu. Sehemu nyingine ambao makandarasi wanafanya mambo ya hovyo sana, na nyinyi maengineer mnajua, overpricing ya mabomba, pipe overpricing, bei ni kubwa sana. Mfano wa mradi wa Ikolongo 2 Mpanda, quotation ya mkandarasi alisema kwa mita bomba ya PVC ya diameter 250, pressure 16, ameleta 1,800, 180,000 kwa mita, 180,000 kwa mita. Mkandarasi wenyewe ni PET, sababu mimi sina kuficha, naeleza ukweli. Bahati mzuri mkandarasi huyu akawa uwezo wa pesa hawani, akaja ofisini kaambia, Mheshimiwa Waziri, mimi bwana sina hela na nini, nipe hela. Nikamwambia, sikiliza, mimi nitakusaidia kitu kimoja tu, ukubali sisi tununue mabomba. Yeye hakujua mimi natafuta kitu gani, akaingia. Nikamwambia, nendeni mkasaini huko, kaandikeni kisheria. Sasa wameenda. Alijua mimi sisi tukinunua mabomba, mimi nilijua tukinunua mabomba bei itaanguka sana. Matokeo yake hiyo bomba hiyo same class same diameter tunanunua kwa shilingi 77,840 kwa mita, na imeshanunuliwa, iko Mpanda, na MD yuko hapa, anajua. MD yupo, si ndio? Yupo. Engineer Nyanda, unalijua hili kweli si kweli bwana? Basi hatufanyi siasa, hatukulizi kweli si kweli. Hiyo ni 3 times, ni karibuni 3 times hiyo hapo. Nyinyi mnategemea hata serikali wewe na matrilioni, miradi ya maji haiwezi kuisha. It's a problem. Na wewe umeshiriki, mimi nimeshiriki, wewe umeshiriki. Mkataba huu umesainiwa nikiwepo hapa. Mheshimiwa Naibu Waziri umeshiriki na wewe. Mkurugenzi Kimikimba labda ulikuwa hupo, ulikuwa hujapata ukurugenzi, lakini wewe ndio ungelibeba msalaba leo. Na maengineer nyote hii mmeiona, overpricing unnecessary. Hata mkipewa shilingi ngapi Wizara ya Maji, tutakuwa tunawatajirisha makandarasi. Mtu hapa amegawa pengine milioni 20, amekubali hili, jamaa amepiga mabilioni. Wewe unatumiwa, unapewa peanuts, jamaa anatengeneza hela. Bahati mzuri mkandarasi ameshindwa, anaondoka mwenyewe, hana hela. Na ningaliendelea kutoa mifano mingi na mingi, iko mingi nayo. Bahati mzuri mimi naenda site kila siku na nafuatilia sana, lakini hii ndio hali halisi ilivyo. Hiyo moja. Ya pili, hii kwenye BOQ za makandarasi, mtu anaandika temporary office cost 65 million Tanzania shilling. Office hiyo samani sio millimeter pale, 4 by 5 meters, nifanya area, not millimeter. Meters, mita 4 kwa mita 5. Alafu kuna store mita 4.5 kwa mita 5. Hii mkandarasi ni Jandu, yuko Musoma. Mimi nimeenda na nimeiona. Engineer yupo, wizarani tupo, tumepitisha, hatukuona. Hapa ni tatizo. Ndio mwanzo nimeanza, we need to change our mindset. Kama we huzioni vitu hivi, una sign ama una review, akili yako ina shida. Hapa ni problem. It's a problem. Mfano mwingine huo, Site Camp Establishment Project Office cost 55 million. Kibanda hicho kiko Moshi, mkandarasi Mbeso sijui nani. It's a problem. Na wizarani hatujui. Mheshimiwa Waziri ulikwenda naibu, lakini hakukupeleka, walikupiga chenga. Ulikiona hicho kibanda? Ulimkamata, lakini kibanda ulikiona? Hukukiona.
au nikiona sisi. Sasa ulikuwa useme kwamba tumshughulikie. Ukikiona tukipuuza, ukikiona hamna kitu, we need to take action. Ameshahongo ile mwagiza mwisho, lakini atatoa sasa hivi. Kabisa. Hii ndio fact yenyewe. Tena wamesema itakuwa very furnished na kila kitu. Wizara tunajua, wahandisi mnajua, we need to change our mindset. Kuna tatizo kubwa sana. Iko Moshi message yafika, lakini watu wamekuja wameleta, na kesho nitakwenda huko nikaiona. Sasa hii ndio ya milioni 100, funga kazi. 100 million kwa mabanda hayo bati. Zile za mwanzo zilikuwa zimetengenezwa vizuri, lakini ni wasi. Milioni 100 hiyo. Sasa milioni 100 watu wamekula, engineer amekula, nani amekula, kila mtu amekula. Na hakuna mtu anauliza why wamepeleka milioni 100 hapa. Ndio nikasema Wizara ya Maji, we need to change our mindset. Mindset. This is a problem. Msije mkasema nimekuja kuadhalisha bwana. This is a fact. Hizi ziko, msinielewe vibaya. Na hii itakuwa record leo kwa sababu nimesema hata mjukuu wangu atakuja kuisikia kama nilikuwa naandika fact. Unajua with technology vitu vinabaki in memory. Sina nia mbaya, ni yangu kueleza problems zilioko. Pengine na nyinyi mkienda site mtayajua haya. Usiache kusubscribe katika akaunti yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali, iwe ya ndani au ya nje, kutokea hapa Jamvi Online TV.